Habari, pole na kazi. Natumaini ulikuwa una siku nzuri yenye manufaa. Karibu katika webinar yetu ya leo, na leo tutakuwa tunaongelea ni jinsi gani ya kuongeza mauzo yako zaidi ya 50% katika biashara. Jina langu naitwa Aisha, natokea katika kampuni ya Digital Marketing Agency inayofahamika kama Deep Media. Tukiangalia hapa, baba anafanya biashara, ana duka ambalo anajihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali kama mashati, vikoi, tunaona vitenge na mikanda hapa. Tunaweza kusema kama Digital Marketing Agency, kitu ambacho tumegundua kutokana na hii biashara ni kwamba baba hajaweka uamuzi bado wa kuhamia online. Ina maana anafanya biashara zake offline. Kwa hivyo tunaweza kusema anapata kipato, lakini kama marketing agency tunaweza kumsaidia baba huyu kupata kipato zaidi ya anavyokipata kila siku kwa kutumia digital tools ama digital platform. Tukiangalia hapa pia tunaona watu wanajihusisha na kuuza bidhaa za culture kama shanga za Kimasai. Tunaona hapa kuna picha nyingi za painting, lakini pia kunaona vitenge vya kutokea Afrika. Hii ni biashara ambayo inakuwa kwa asilimia kubwa sasa. Inakuwa Tanzania, Afrika Mashariki, lakini hata pia duniani kwa ujumla. Tunaweza pia tukaona kwamba hawa watu wanafanya biashara offline. Ina maana kama wakiamua leo kuweka uamuzi wa kuhamia online, basi wanaweza kufanikiwa mara mbili na mauzo au kipato wanachokipata kwa sasa. Na kuletea habari njema. Je, unafahamu zaidi ya milioni 23 ya Tanzania wanatumia mitandao kufanikiwa katika mambo mbalimbali kila siku? Kuuza na kununua bidhaa au huduma imekuwa ni njia yenye mafanikio makubwa katika nchi yetu kupitia njia ya mitandao. Tunaangalia hapa 2012 tunaona matumizi ya internet yalikuwa watu milioni 9, lakini miaka inavyozidi kwenda idadi ndio inazidi kuongezeka. 2015 tunaona kuna milioni 18 ya Watanzania wanaotumia au walioamua kwenda katika dijitali. 2018 tunaona kuna milioni 23 ya Watanzania wanaotumia internet. Ina maana tunavyoona siku zinavyozidi kwenda, miaka inavyozidi kwenda, watu wanazidi kupata uelewa zaidi na wanazidi kupevuka kimawazo na kuweza kuhamia katika teknolojia. Ina maana hii ni nzuri, na wafanyabiashara ambao wameshapeleka biashara zao online, basi hawa wanafaidika sana kwa sababu wa kuweza kupata wateja wote hawa. Lakini habari ya kusikitisha ni kwamba unapitwa na maelfu ya wateja, lakini pia mauzo ya biashara yako kama usipofanya uamuzi leo wa kuhamia katika mambo ya kidijitali. Leo tuko hapa kukusaidia kubadilisha story ya mauzo yako na mapato yako. Karibu tukusaidie kufahamu fursa mbalimbali katika kutumia digital platform, kuongeza mauzo ya hali ya juu katika biashara yako. Katika biashara yoyote ile, lengo ni kuwa biashara endelevu, kuhusika na watu, na mwisho ni kutengeneza faida. Na hii ndio sababu tunataka kukuonyesha kuwa unaweza kutumia online tools kuongeza mauzo mara kwa mara na kwa urahisi zaidi. Idadi ya mauzo uliyokuwa ukikosa. Kwa maisha ya kawaida, mtu hutumia social media kwa masaa 4 mpaka 5 kwa siku. Unaweza kujiuliza mwenyewe, wanafanya nini online? Swali zuri na jibu lake ni rahisi sana. Hawa watu wanafanya miamala. Wana aidha kubadilishana habari, bidhaa au huduma kwa njia ya fedha. Kama tunavyoona hapo, baba ameamua kufanya uamuzi wa kuhamia kwenye digital marketing, na digital marketing wanakuwa wana handle zile hatua zote za kufanya advertisement ya product zake, lakini yeye anakuwa yupo shambani, amepigiwa simu au ametumiwa message kwamba wanahitaji order fulani. Kwa hiyo tunaona huu ni uamuzi ambao kama mjasiriamali au mfanyabiashara leo unatakiwa ufanye. Ina maana ukifanya digital, ukihamia kwenye digital marketing ama ukatumia digital platform, basi wanakuwa wanaweza kufanya biashara yako online na wewe ukaweza kuhandle mambo yako mengine. Hii inaninufaishaje mimi katika biashara yangu? Watu walio wengi wenye umakini na biashara wanafaidika sana leo kwa kuwekeza katika digital platform kuongeza mauzo ya biashara. Siri ni kwamba wanatumia gharama ndogo sana wanapowekeza katika online platform na kugain mauzo mengi kuliko wafanyabiashara ambao hawajaamua leo kuhamisha na kuwekeza biashara zao kwenye mitandao. Njia gani za siri zinazoweza kuongeza mauzo kwenye mitandao? Kuna nyanja pekee ambazo zimekuwa zikitumika na wafanyabiashara wachache kuuza bidhaa na huduma zao. Haitoshi tu kutengeneza account Instagram, Facebook
Twitter na web page. Lakini pia unahitaji ujuzi na uimarishaji muhimu wa hizi platform kwa kutumia mbinu sahihi ambazo zitakusaidia kupata traffic na pia kusababisha mafanikio katika biashara. Nani amefanikiwa kutumia digital platform kutengeneza mauzo ya hali ya juu katika biashara? Amazon ni moja ya kampuni inayotengeneza mabilioni ya pesa kwa sababu wamewekeza katika digital platform iwakutanishe wauzaji na wanunuaji wa bidhaa na huduma zao. Wanapokea zaidi ya milioni 197 kila siku ya watu wanaotembelea akaunti zao kila siku. Kwa mfano, tuseme wanapata 4% ya walioshawishika hapo wanaweza kupata mpaka milioni 8 ya mauzo yao kila siku. Yelp ni kampuni nyingine tunaona wanapata zaidi ya wateja milioni 46 kwa mwezi wanaotembelea na wanaweka mauzo yao kwa 4%. Hii inamaanisha wanazalisha takriban milioni 2 kwa kutumia mbinu pekee kuuza bidhaa na huduma zao. Hii inakuonyesha jinsi gani digital platform ina nguvu ya kukuza mauzo yako. Tunaongelea mbinu gani za kidijitali? Kuelewa biashara yako inakusaidia katika kuwekeza katika mbinu tofauti za digital marketing kuhakikisha unapata wateja wengi katika social media na web page yako. Unatumia mwongozo sahihi kuainisha na kubuni maudhui ambayo yatawafanya wateja kuendelea kupenda na kuhitaji huduma na bidhaa zako. Hakikisha una mbinu za kujaribu mifumo mbalimbali ya kuweza kusaidia biashara yako. Anza kwa kuhakikisha web page na landing page yako ina maudhui ya kutosha na ya kuvutia kwa wateja. Tengeneza subscribers na database nzuri kwa kutumia maudhui yako. Kuwa mbunifu katika mbinu mbalimbali zitakazokuongoza, kwa mfano email marketing, webinar, survey. Hii itawezesha kupata wateja muhimu kuwa washiriki wakubwa. Mwongozo mzuri ndio unaoleta hamasa kubwa katika biashara na kuongeza mauzo kwa 10% kubwa. Ufanisi wa mlolongo katika kusimamia hatua za mauzo kidijitali. Pia njia kuu inayoweza kukupa mauzo makubwa katika biashara yako ni kuwa na management nzuri ya lead customer flow, ambapo hapa ni kuanzia mwanzo wateja wanapotembelea social media page zako pamoja na web page yako wanavyoweza kuvutiwa mpaka mwisho wanapobadilika na kufanya maamuzi ya kununua bidhaa na huduma zako. Wateja wa mara ya kwanza wanahitaji uangalizi wa hali ya juu ya kuweza kuwatengeneza kuwa wateja wa kudumu. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba unahitaji kuwa na content nzuri, unahitaji kuwa na maudhui ambayo yanabeba hali halisi ya biashara yako jinsi ilivyo, lakini pia yale maudhui yanayoweza kumconvince mteja, kumshawishi kutoka kuwa mtu ambaye anaweza tu akatembelea page mbalimbali na kufanya uamuzi wa kuweza kununua. Kwa mfano kama ukiamua kutumia mtandao wa kijamii kama Instagram, tunaona kuna kitu kinaitwa explore, ambapo explore unaweza sio lazima umuombe mtu urafiki wa kuwa naye karibu, lakini pia kuna picha mbalimbali zinaweza zikatokea kwa juu. Kama una tangazo yako la biashara, basi picha kama hiyo mtu anaweza akatembelea katika page yako na kuweza kusema kwamba anafanya uamuzi wa kufanya nini, wa kuweza kununua bidhaa, na mpaka ukaanza kumwelekeza duka lilipo na kuweza kufika na kuchukua bidhaa ambayo ameipenda. Lakini hii pia yote ilijengwa kutokana na mwanzoni kwamba kulikuwa kuna maudhui mazuri ambayo yaliweza kuongelea bidhaa yako kwa upana zaidi, lakini pia kwa vizuri ambako inaweza kumfanya mteja mpaka kuwa kushawishika na kuanza kununua bidhaa yako. Usipohamisha biashara yako online leo, unapitwa na mengi. Unaweza kukaa dukani kwako na kusema leo nitauza labda vitu 10, lakini kama ungekuwa umeamua kuhamisha bidhaa yako online na kutumia digital platform, basi unaweza kupata mauzo zaidi na zaidi. Tunakuja kwa sasa na vipi unaweza kuwa Yelp wa baadaye. Deep Media kwa miaka 5 mfululizo imekuwa ikifanyia kazi njia fasaha na imara inayoweza kubadilisha mfumo mzima wa mauzo, lakini pia kuwafikia wateja na vipi kubadilisha watu milioni 23 walio katika mitandao mbalimbali leo kuwa wateja wa kudumu. Yote hii kwa kutumia digital. Kuna siri ipi katika matumizi ya digital platform? Mbinu fasaha imara zinazotumika kutoka Deep Media zimeweza kubadilisha biashara mbalimbali kwa kiasi kikubwa sana.
Tunashughulikia nyanja zote za kusadifisha digital platform yako na kukuhakikishia mauzo yako na shughuli zitaendelea katika digital platform yako zitapanda kwa kiasi kikubwa sana. Kama ninavyosema, Digital Marketing Agency inafahamika kama Deep Media, wana mbinu fasaha na mbinu zao ni imara, lakini pia wana ujuzi wa hali ya juu ya kukuweza kufanya wewe kuendelea na biashara zingine za kampuni, lakini wao ukawapa jukumu la kwamba unataka mauzo zaidi ya mara 2 unayopata kwa leo. Ina maana hao utawapa ruhusa ya kuweza kutembelea web page zako na kuweza kuangalia kitu gani ambacho kinakosekana na vitu gani uweze kufanya basi kuweza kupata wateja. Mfumo wetu wa kuongeza mauzo yako zaidi ya 50%. Tunaanza kwa kufanya utambuzi katika mtandao wako unaotumia kuweza kutambua mabadiliko, lakini pia tofauti tunazotakiwa kuzileta ili kuweza kukuletea wateja kutokana na mitandao hiyo. Tunatumia mbinu za kimitandao kama search engine optimization, utafiti wa maudhui ya kibiashara, social media pamoja na fomu za mwongozo ili kuweza kutengeneza hifadhi data ya wale wateja wanaonyesha kuvutiwa na kuendelea kuwashirikisha kuwa wateja wa kudumu. Deep Media inatumia nyanja kama hizi na kuweza kuweka database ambayo inaweza kumfanya mteja ambaye anaonyesha kuvutiwa mwanzoni, lakini pale baadaye kumtransform huyu mteja kuwa mteja wa kudumu. Tunapotumia njia ambayo imeaminika katika mauzo ndipo mabadiliko hutokea, na kuweza kuwekeza katika njia ambayo ni pekee kwa kubadilisha wateja wa kudumu. Tumetengeneza njia ambayo kila mteja atakapotembelea web page zake basi ataweza kushirikishwa kwa bidhaa tofauti tofauti na kwa stage tofauti tofauti. Bidhaa zetu zimetengenezwa hivyo ili kukuwezesha kutofautisha wateja mbalimbali katika web page yako. Tunakuhakikishia njia na mbinu zetu za kuhusiana na mitandao zitakupa mapato. Tutumie sasa katika biashara yako. Tunategemea kukusaidia kukuza biashara yako kama ulivyokuwa unatarajia. Kwa nini usitushirikishe leo kusimamia na kuongeza mauzo yako online wakati wewe ukiendelea kusimamia shughuli zingine za kampuni? Bonyeza kitufe hapo chini kuweza kusubscribe katika vifurushi vyetu mbalimbali na kuturuhusu kubadilisha mfumo wa biashara na kusaidia kuongeza mapato. Karibuni sana, asante kwa kunisikiliza. Na leo tulikuwa tunaongelea njia ambazo zinaweza kusaidia kukuza biashara yako zaidi ya 50% kupitia digital platform. Tutakuwa na webinars kama hizi mara kwa mara ambapo tutakuwa pia tunaongelea vitu mbalimbali na nyanja mbalimbali ambazo zinaweza pia zikaongeza mauzo katika biashara yako. Tumia Deep Media leo ambapo tumewekeza katika kusaidia na kuweza kukuza biashara mbalimbali, na watu waliotumia waliotutumia sisi wameshaweza kufanikiwa katika kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunaomba ubonyeze link ambayo iko hapo chini na sisi tuweze kukusaidia uweze kukuza biashara yako, lakini baadaye uweze kutarajia ndoto ambazo ulikuwa unasema uweze kuzifikia. Asanteni sana.